Watazamaji na wasikilizaji, ninawakaribisha kwa ajili ya uchambuzi wa Biblia siku ya leo. Kwa hivyo nawakaribisha. Kabla tuanze, ningependa tuanze kwa ombi, kisha tutajitambulisha. Kila mmoja atajitambulisha, alafu baadaye tuingie kwenye somo. Nitaomba ndugu yangu aweze kutufungulia kwa ombi. Asante, tuombe. Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, tunatoa shukrani zetu kwako kwa sababu ya mpango huu wa jioni hii ya leo. Umetupa nafasi nzuri ya kuchambua Biblia katika sehemu hii, na tunaalika Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wetu. Tupe mwanzo mwema na mwisho mwema, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Nashukuru sana ndugu yangu. Nikianza na mimi, kwa majina naitwa Boss Onyina. Tuko katika somo la 12 katika leseni yetu. So tunapoenda kuichambua, tunawakaribisha. Hebu niwape wenzangu nafasi ya kujitambulisha mwanzo. Karibu. Nami kwa majina naitwa Roslyn Makori, nitawapeleka siku ya Jumatatu. Karibuni. Tuwe, majina yangu naitwa Philip Ronana, nitachukua sehemu ya Jumanne. Nami pia kwa majina ni Collins, tawapeleka Jumatano kuitwa kuanzisha haki. Kwa jina naitwa Joel Matunga. Tutazungumzia siku ya Alhamisi ambayo inazungumzia jirani yako ni nani? Ni swali. Asante. Nashukuru sana. Moja kwa moja tunaingia katika somo letu. Tunaangalia somo la 12 ambaye kichwa kinasema upendo na haki, ambaye ni amri kuu 2. Swali, ninaanza na swali. Je, tunapozungumza upendo tunazungumzia nini? Na tunapozungumzia haki tunazungumzia nini? Na wana uhusiano gani upendo na haki? Tunapata katika somo ya kwamba tabia ya Mungu wetu ni upendo, na vile vile Mungu wetu upenda haki. Kwa hivyo upendo kikamilifu haiachani na haki. Mara nyingi watu wameangalia katika njia ya kana kwamba afadhali hata uweze kumonyesha upendo kiasi kwamba unaficha haki. Lakini tutapata kuelewa haki maana yake nini. Tunapozungumzia haki, ni ile haki huleta usawa. Haki huleta usawa. Na haki vile vile tunaweza iangalia kwa njia ya mafunzo. Mungu wetu anatufunza nini anaposema ya kwamba yeye tabia yake ni upendo na vile vile usawa? Kumaanisha ya kwamba tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo pale kwa uumbaji, Mungu wetu aliumba binadamu kwa mfano wake. Na ndiposa anatuhimiza ya kwamba hii upendo hakuna vile tutaweza kuidhihirisha kwa kusema tunampenda Mungu, bali hatupendi binadamu mwenzangu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu mwenyewe. Tunapoendelea tunaangalia, tunaona yule kijana akienda kutembelea Yesu na kumuuliza, je, nitafanya nini ndio nipate uzima wa milele? Alipoulizwa kama ameshika
sheria zote za Mungu, alithibitisha ya kwamba amezishika, ikiwemo pamoja ni hiyo sheria ya upendo. Lakini alipoambiwa ya kwamba aweze kuenda na kuuza mali yake yote kisha aweze kugawa, aliondoka pale kama amehuzunika mno. Sababu ni ipi? Mungu wetu anatufunza ya kwamba upendo ambaye anasisitiza kwetu sio ule upendo wa kunena tu kwa mdomo, lakini ni upendo ambaye unaambatana na matendo. Aliambiwa ya kwamba zaidi ya kuweza kujua mambo ya upendo, basi aende kuiweka kwenye matendo. Alipata ya kwamba ni swala gumu mno, na ndiyo sababu ikawa ni vigumu kwake, akaondoka pale kama amehuzunika. Mafunzo yetu wiki hii inatufunza namna ya kuweza kuonesha upendo kwa Mungu wetu, lakini kuidhibitisha kwa matendo kwa binadamu ambaye tunaweza kumuona na kushirikiana naye ana kwa ana. Kwa hivyo ninawakaribisha tuweze kuelewa zaidi namna upendo inavyostahili kuenezwa ili tuweze kukua katika hali ya maelewano na Mungu wetu muumba. Hebu nikaribishe dada yetu aweze kuendelea kutoka hapo. Asante sana ndugu yangu. Na jinsi ambavyo ndugu yangu ameweza kusema, tunapata kwamba kuna mambo mawili, amri mbili kuu ambayo tunaweza kuyaona, ni kumpenda Mungu na kumpenda mwenzio. Na katika siku ya Jumatatu tunaenda kuzungumzia dhambi mbili kuu. Dhambi mbili kuu ni yapi? Tutapata kuyatambua tutakapoendelea kusoma leseni yetu. Na swali ambayo ningependa kuuliza ni je, dhambi mbili kuu hizi ni gani? Tumeona ya kwamba kuna upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Dhambi hizi mbili ambazo zimeweza kutajwa, na tutaweza kusoma katika kitabu cha Zaburi tunaongelea siku ya Jumatatu, dhambi mbili kuu. Na jinsi ambavyo nimesema awali, amri mbili kuu ambayo mwenzangu ameweza kuongelea ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu mwenzako. Kama the greatest, tumeambiwa kwamba they are the two greatest commandments. Na tutapata kuelewa ya kwamba upungufu wa hizi amri mbili kuu ndizo zinaleta dhambi mbili kuu. Usipompenda Mungu na usipompenda mwenzio, ndipo tutapata kupata ya kwamba dhambi inakuja kujitokeza. Na ningependa tuweze kusoma Zaburi 135 from verse 13 to 19. Hatutasoma yote kwa sababu ya muda, lakini naweza zingatia a few verses. Acha nisome from verse 15. Nitasoma kwa lugha ya Kimombo. Inasema, the idols of the nations are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they do not speak. They ears they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear, nor is there any beneath their mouth. Those who make them are like them. So
so is everyone who trust in them. So tunaambiwa kwamba tunapoweka matumaini yetu katika fedha na dhahabu na tuyapende kuliko Mungu wetu, inaashiriwa kama ibada ya sanamu. Kile jambo ambalo umelieka rohoni mwako na umeidhaminia kuliko upendo ambao Mungu anataka tuwe nao, ni dhambi mbele za Mungu. So ibada ya sanamu hapa ni kupenda kitu kuliko Mungu wetu Mwenyezi. Na dhambi ya pili ambayo tutaweza kulielezea, tutasoma kitabu cha Zakaria 7 mstari wake wa 9 hadi 12. Tutaenda tu pale kwa haraka. Zakaria 7 mstari wake wa 12. Na sana sana nitazingatia mstari wa 10 ambayo inasema, tena msimdhulumu mjane wala yatima wala mgeni wala maskini wala mtu awaye yoyote miongoni mwenu asiweze mabaya juu ya ndugu yake moyoni mwake. So tunapata ya kwamba kando na ibada ya sanamu ambapo tumeweza kusema ya kwamba ni kupenda jambo fedha na dhahabu kuliko Mungu wetu, jambo la pili ambayo limejulikana kama dhambi kuu ni unyanyasaji. Mungu wetu ni Mungu wa haki na hapendi wakati ambapo watu wake wanapata kunyanyaswa. Iwe ni mtu mmoja, iwe ni watu wengi, wakati ambapo unamnyanyasa mwenzako, unamnyanyasa ndugu yako, unamnyanyasa mama yako, wakati ambapo unafanya hivyo, unafaa ukumbuke ya kwamba Mungu wetu hapendi na inatambulika kama dhambi kuu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na nikimalizia, tukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza fungu la 4 mstari wa 20 na 21, I think hii ni jambo ambalo tunalijua. Tunaambiwa kwamba mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona anawezaje kumpenda Mungu ambaye hajamuona? So mambo ni mawili. Wakati ambapo unasema unampenda Mungu na haumpendi nduguye, hilo ni jambo tunaambiwa na katika Biblia kwamba ni jambo la uongo. Haiwezekani. Haiwezekani ya kwamba utampenda Mungu na umchukie nduguye. So ningependa tuweze tukamilishe siku ya Jumatatu tukisema ya kwamba tunapokiuka amri mbili kuu ambayo ni kumpenda Mungu na kumpenda wenzetu, then tujue ya kwamba tunatenda dhambi mbili kuu ambayo tumeweza kuambiwa ni ibada ya sanamu na unyanyasaji wa watu wa Mungu. Barikiwe. Tunashukuru sana. Na tumai tunaendelea vema. Watazamaji wetu, tunaendelea kujifunza zaidi namna ya kuweza kuweka upendo na haki kwenye matendo. Nakaribisha ndugu yangu katika siku ya Jumanne. Asante sana mtazamaji. Tunaendelea kuchambua rezoni ambaye sehemu hii ambaye ni ya Jumanne inaongelea juu ya Mungu anapenda haki. Hakika kama vile tunajua Mungu ni mpenda haki. Mungu hapendi wale watu ambao huwa wanadhulumu wengine. Mungu anapenda haki kwa sababu yeye ni mwenye haki. Na diposa wanadamu pia Mungu anawaamuru wapende haki. Lakini hii si haki ama hii haki kwa wanadamu inapatikana kweli? Katika sehemu hii tunaelezewa ya kwamba maandiko yanasema kwamba Mungu anapenda haki, lakini kuna kitu anachukia uovu.
Kwa hivyo tunaona hasiwezi ambatana zikiwa mbili, uovu na haki. Kama vile dada yetu ametuelezea, ni lazima ukiwa unampenda Mungu uwe unampenda hata ndugu ambaye unamuona ama dada. Na huwezi kuwa unapenda Mungu na vile vile uwe unapenda uovu ama unapenda dhambi. Kwa hivyo tunaona Mungu akiwa mpenda haki na anaendeleza haki kwa watoto wake. Anaendeleza haki vile vile kwa watoto wake ili nao wenye haki kama Mungu aliye baba yao. Na tunapata mwandishi wa lesson tumepewa katika kitabu cha Zaburi 82. Zaburi 82 inaongelea juu ya haki ambapo Mungu huonyesha katika sehemu hii. Na haki yake huwa anahuzunika ama anahuzunishwa na wale ambao wanafanya kinyume cha haki ambao ni uovu. Tunapata katika ulimwengu watu huwa hawapendi haki. Watu huwa wanaendeleza uovu ambaye hapana haki inapatikana pale. Ningetaka tusome, tulikuwa tumepewa tusome yote kwa sababu si ndefu sana, lakini tutasoma mafungu kadhaa katika sehemu hiyo. Na mstari wa 3 unasema, mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeeni haki aliyeonewa na fukara. Mungu wetu hapa, turudi mstari wa 2, anauliza, ni hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kusikubali nyuso za wabaya? Watu ambao ukienda hapo juu inaongelea juu ya wafalme. Wafalme wamechukua nafasi ya kuwa hawana haki hata kidogo. Huwa wanaonea wale ni fukara, wale ambao hawana haki, hawana mali, wale ambao hawana uwezo, hawana nguvu ya kifedha, huwa wanaonewa. Lakini hiyo ni jambo ambalo msikilizaji, Mungu huwa anakasirishwa sana na hilo. Kwa sababu yeye ni wa haki, tumesoma pale mbele yeye ni wa haki na hapendi mtu ambaye ni mnyonge anapodhulumiwa. Mstari huo wa 3, wa 4 inasema, muokoeni maskini na mahitaji, mpoeni mikononi mwa wadhalimu. Kwa hivyo Wakristo wapendwa, ile kazi ambayo Mungu ametupea kama sisi watoto wake ni tuchukue majukumu yake ya kuwa ni wenye haki, ya kuonyesha ya kwamba wale watu ambao wanadhulumiwa, wale watu ambao ni wa chini, ambao hawapati nafasi ya kupewa haki, tunaambiwa tuwainue, tuwaonyeshe ya kwamba hao ndio tungefaa kuwainua zaidi. Lakini tunakuta sehemu zingine watu huwa wanainua wale wako na mali, wanainua wale wako na uwezo, wanawapandisha bei hata kuwainua wale ambao wanaona watawasaidia baadaye. Lakini Mungu wetu, kwa sababu ni Mungu wa huruma, anatuonyesha ya kwamba hapa duniani hakuna haki. Hata kidogo duniani hakuna haki. Tunasikia mataifa mengi, watu vile wanadhulumiwa, watu wanauawa. Unapata mataifa mengi, nchi nyingi zina vita wakati huu. Tukiangalia sana kama vita ambaye ni ya Russia pale na Ukraine, tunapata DRC kuna vita, South Sudan, hata Haiti. Hii ni sehemu ambao watu ambao ni wanyonge huwa wanadhulumiwa, huwa hawapati haki. Unaona vita ikitokea, wale wanyonge wanabebana, wanabeba mizigo, wanatoroka wasijue pahali wanaenda. Lakini wale wana uwezo huwa wanachukua, wengine ndege, wengine wanachukua magari, na hawana hao wako chini, hawana wa kuwasaidia. Kwa hivyo Mungu wetu anatuonyesha ya kwamba kama fungu ambalo tumelisoma pale, anasema sisi tukiwa Wakristo ni kumuiga Mwenyezi Mungu, tuwainue wale ambao wanadhulumiwa, tuwainue wale wanyonge, na tuonyeshe ya kwamba Mungu wetu anaendelea na anawapenda. Mwandishi hapa anatuelezea ya kwamba wafafanuzi wengi wanakielewa kifungu hiki kwamba ni kina
kinawasutumu watawala wote wa kidunia, na ni hakika watawala wote wa dunia hawana haki hata kidogo. Hao wanaendelea kuwadhulumu wanyonge, wanaendelea kuwafinya, wanaendelea kuwateza, hata wengine wanachukuliwa, wanadanganywa, wanapelekwa pahali mzuri, wanaenda kutupwa. Tukiangalia sana sana, mtazamaji, hiyo ni jambo ambalo tunaona ni ya kweli ya kwamba wanadamu hawana hiyo huruma kama Mungu alivyo. Wanazidi kuwaonyesha ambao wenye wanaohitaji haki hawapei haki. Tuende kwa makoti yetu, mahakamani. Unaona pesa ndio imepewa kipaumbele, ya kwamba mtu anastakiwa na kweli anawekelewa jambo na unakuta ameenda jela. Unasikia sehemu kubwa ya watu ambao wako kwa jela wamehukumiwa pasipo makosa yao, kwa sababu ya kudhulumiwa, kwa sababu hawapati haki. Unaona wanapotezwa kwa sababu wanaumizwa, kwa sababu haki yao ambaye ingefaa wapewe wanadamu ambao ni wafalme na viongozi wanakataa kuichukua hiyo. Tunaona hapa zaidi ya hayo, wanaambiwa hivi: mteteeni maskini na yatima, watendeeni haki walio maskini na wahitaji, uwakoboe maskini wahitaji, uwaokoe na mkono wa waovu. Kila jicho la uovu linatazamia mwenye ako chini ili adhulumiwe. Lakini sisi tukiwa Wakristo, hilo ndilo jambo tungefaa kuliondoa katika mawazo yetu. Tujue hawa wanaodhulumiwa, hawa wanyonge, tungekuwa kipaumbele kuwasaidia. Saa ingine ni jirani yako, unaona hana uwezo, hana kitu ya kujisaidia, na saa ingine mmepakana na yeye, unapata hata anadhulumiwa, ananyang'anywa hata shamba yake, anafukuswa, anaenda. Tusasikia kesi nyingi kama hizo, kudhulumiwa kwa wanyonge. Na hiyo ni jambo ambalo huwa linamkasirisha Mungu sana, kwa sababu watu hawa watahukumiwa pasipo na Mungu wetu atawahukumu pasipo huruma. Nikimalizia, katika wakati wa zamani, Mungu wetu alikuwa amewaamuru wana wa Israeli ambao walikuwa ni wapendwa, ni taifa lililopendwa na yeye. Alikuwa anawaagiza ya kwamba wasiwadhulumu hata kidogo wanyonge, wasiwafinyilie yatima, wasiende kuwatesa wale ambao hawana uwezo, kwa sababu aliona kwamba, aliwaambia kwamba mtakapochukua hatua hili kuwatesa, mjue nyinyi ndio mtarudiwa na hiyo makosa. Ninyi ndio mtarudiwa na huo yatima, mtakuwa na wajane katika taifa lenu mkifanya hivyo. Hata sisi wakati huu ni sisi sasa. Unapochukua hatua ya kumdhulumu mnyonge, ujue hakika na wewe kwako kutapatikana mnyonge. Na hiyo ni Mungu amesema. Tujichunge. Tuone ya kwamba Mungu vile anapenda hao wanyonge, na sisi tuwapende, tuwahurumie. Asanteni. Nafikisha. Nashukuru sana watazamaji. Hatimaye tunaendelea kujifunza ya kwamba tunapokuwa kwenye nafasi, je, hata sisi ambao tunachambua leseni, tunapokuwa kwenye mamlaka, je, tunadhibitisha usawa? Ni swali ambayo inatuguza sisi wote. Ama upendo ambao tunaonyesha ni ule upendo ambao tunaonyesha kwa wengine, lakini ikifika kutenda usawa ni mimi kwanza. Na je, swali ambayo nauliza ni tunaweza kusimama na kuzuia yule mnyonge ambaye anatendewa isicho haki, ama tunasema haituhusu? Tunaishi pamoja na wao, labda katika plot kwenye tunaishi, umeona kuna yule labda yatima ambaye anatendewa isicho haki. Je, una uwezo wa kusimama na kutetea haki? Na sisi wenyewe tukiwa katika mamlaka, hata kwa viongozi wa kanisa, tukija kanisani, je, tunaonyesha usawa ama tunaangalia fulani anaonekana yeye anatoa zaidi ya mwingine?
tunathibitisha usawa hata katika kanisa? Inafaa ni swali ambayo tujiulize sisi wote. Karibu ndugu Collins. Asante sana mwalimu. Nawashukuru sana kwa yale ambayo mumeleta kwa masikio yetu. Kwa kweli ni mambo ambayo tungezingatia sana kwa maisha yetu, kwa sababu tunaweza kuwa tunashiriki tunadhani tunafanya usawa, na kumbe kwa kutazama kwake Mungu anaona usawa haipo. Jumatano tunaitwa sasa, Mungu anatuita kuanzisha haki, kwa sababu ukiangalia venye dada yangu na ndugu Runana wamekuja, ni kama usawa na haki imepotea. Mungu sasa anaita watu wake, na anawaita aje? In fact nilikuwa naangalia Mambo ya Nyakati wa Pili, naona kuna maneno ambayo inanifurahisha sana. 16 na fungu lake la 9, ati macho ya Mungu huenda dunia kote. Sasa kwa hiyo harakati ya kuangalia, akaona hawa hawapei watu ambao wanahitaji nini? Haki zao. Na sasa akaona wacha sasa ni waite. Anatuita sisi wote ambao tunaona wakidhulumiwa na wale ambao wako kwa mamlaka, ili tupanye nini? Tupeane usawa na haki. Na hii maneno haikuanzia hapo. In fact tukiangalia, Isaya aliitana na akaitana. Isaya 1:17, Isaya 1:17, Isaya anasema haya maneno. Fungu lake la 17, ndugu yangu Runana, I think uko na ya Kiswahili, utanisaidia kusoma kidogo tu. Isaya 1:17, Biblia inasema jifunzeni kutenda mema. Sasa unajua ni kitu ambayo hatukuwa nayo. Sasa Mungu anatuita tujifunze tena mpya, ili tujue ni vipi tunaweza pea usawa wale ambao wanadhulumiwa. Alafu takeni hukumu na haki. Unajua mtu akikwambia utake, sio atini yako. In fact inaweza kuwa hukumu ambayo imepeanwa kwa ndugu yako, hata wewe haifai ikufurahishe kama unajua si kweli. Sasa tutake hata wale ambao wanaonekana ni maadui, ama wale ambao wanaonekana sio wa karibu wa nyumba yetu, lakini tufurahie wao pia wakifanya nini? Wakipata haki. Kwa sababu hainiguzi, anihusu, si wa kwetu, si wa kwangu. In fact hata kama anaodhulumiwa sina shida. Lazima tujifunze sasa. Mungu anatuita zote tujifunze. Tupende hata wengine wakipewa nini? Haki. Anamalizia akisema, wasaidieni walioonewa. Unajua ukiwa unasaidia ni kama wewe uko na nini? Uwezo kidogo ambao umepewa, sio ya kujitafutia ya kwako, ni kusaidia wale ambao ni wanyonge, wale ambao hali yao inaonekana ni duni mbele ya macho ya binadamu. Tuwasaidie. Mungu anatuita tuwasaidie. Na ukumbuke, akituita ili kuanzisha haki ni kitu ambayo hakiko, na kuanzisha pia haitakuwa rahisi, kwa sababu ni kama ni tunaleta kitu ambayo ni kama watu hawaijui ama haiko. Itakuwa na operation, but tuzidi, kwa sababu Biblia yangu inaniambia tunaweza fanya kila kitu kwa uwezo ambao tunapewa na nani? Na Kristo. Filipia akiongea. Kuna maneno inakufurahisha hapo wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Hapo ikifika na husunisha sana moyo wangu, kwa sababu ukiangalia hata yatima ambayo iko karibu na malango yako, unajua tu venye anadhulumiwa. Unajua vizuri sana. Na nini unafanya? Absolutely nothing. Hakuna. Hiyo ni yao. Na nikumbusha kuna wakati nilikuwa kwa plot nyingine. Jamaa alichukua
mwanadada akiwa na mtoto. Huyu mtoto alikuwa anadhulumiwa, yeye wengine wakichapwa, yeye anachunwa na pliers. Ilichukua mkono ya watu wote wa ploti, tuseme unahama ama unaacha hii tabia. Wakati wengine wanadhulumiwa na wewe unaona nini unafanya? Nini hiyo unafanya? Na kumbuke Ezekiel anasema wewe ndio umewekwa kama mlinzi. Mlinzi unafanya nini? Wakati wote umeona hatari, unafanya nini? Unatoa sauti. Tusinyamaze hata wakati sauti yetu inatakikana. Kristo anatuita tusimame na kuanza nini? Haki. Haitakuwa rahisi, lakini bado hata wakati wa Yeremia. Acha niongezee, labda ni swali. Unaposema tusinyamaze wakati ambao wengine wetu wanapodhulumiwa, changamoto inakuja I think katika nyakati hizi na mambo ya teknolojia imekuwa changamoto. I think maybe changamoto kwa Kristo, juu unaona mwenzako anadhulumiwa, unasema acha nisingilie kati, hiyo mambo ni yao. Kwa sababu nawe pia labda unaogopa, unaweza uingilie kati na wewe ukue a victim of the circumstance. So I think kama Wakristo tunafaa kwanza, wakati hata hatujachukua hatua ya kuachisha mambo kama hayo, tunakuwa tuombe Mungu atupe hiyo hekima ya jinsi ambavyo tunaweza ingilia kati ya mambo kama haya. Kwa sababu tumeona kwamba mtu alikuwa anadhulumu mtoto, maybe baba anadhulumu mtoto, mamake akakuja kuingilia kati akaangamia katika harakati hayo. Yeah. Asante sana sister. Ni ukweli kabisa. Wakati tumeitwa, lazima tujue kwa kweli kazi ambayo tumeitwa sio kazi yetu, ni kazi ambayo Mungu akua yeye mwenyewe afanya na nini na malaika. Wakati wote tunataka kuleta kitu ambayo akikuwa, lazima tuwe na uhusiano mzuri na Mungu wetu, na yeye ndio atupee mwelekeo na jinsi gani ambao tutaingilia kati na tulete usawa wakati inatakikana. Hiyo story haikuisha tu wakati wa Isaya. Hata wakati wa Yeremia pia anaitana, anasema uwape tu haki, watende tu mazuri. Na hiyo maneno ilienda hivyo mpaka wakati wa Kristo. Hata wakati wa Kristo bado hakuna haki. Mungu akiangalia anaona kuna haki, akatoa mwanake akuje ahubiri kuhusu nini? Kutoa haki. Na maneno ambayo Kristo alisema, in fact Kristo sasa anaongea na kanisa, na anaambia kanisa, Mathayo 23 fungu lake ya 23 mpaka 3, hatutasoma. Biblia inaniambia munaleta sadaka mazuri mbele yangu, lakini haki amupeani. Sasa ni kama ni kazi bure pia kumbe kuleta saka na sadaka zetu mbele za Mungu, kama sisi atupeani haki kwa wale ambayo wanataka haki. Atutoi sauti yetu wakati sauti yetu inatakikana. Watu wanaangamia sisi tukiona. Saa hii ukienda Nairobi, ngeta ni kama maji ambao watu wanakunywa, lakini sio ati wanawavuruta mpaka huko kwa kichaka, si mbele tu ya watu. Jamaa anashikwa tu ananyang'anywa, wewe unasema tu Mungu umenisaidia, sio mimi nimeshikwa. Mungu hajaleta hiyo kisanga mbele yako ili uone uwezo wake wa kukuokoa. Hapana, ili wewe pia uchukue nini? Hatua. Na ukichukua hatua uangalie sana, uwe mwangalifu usiangamie katikati, jinsi sister yetu ametuarifu. Kuna kitu mwandishi anaandika hapa kwa lesson nikimalizia, nakapenda sana. Mtu asije akafikiri kwamba ukosefu wa haki ulikuwa ni tatizo kwa manabii wa Agano la Kale tu. Sio wao tu. Meaning hata Agano Jipya pia kuna wakati haki ilikosekana. Na anaandika akisema, tunaona wazi hapa na mahali pengine katika huduma ya Yesu kwamba hii lilikuwa tatizo kubwa kwa Kristo
mwenyewe kama asemavyo, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema. Kumbe kuna vitu ambazo zina dhamana kubwa mbele ya Kristo kushinda nini? Kushinda saka na sadaka. Kabla tutoe saka, tujitoe ili Kristo atutumie, sio tu kwa kusaidia, lakini pia kutoa sauti ili haki ipatikane wakati ufao. Nashukuru sana ndugu yangu, inajitokeza wazi ya kwamba Mungu ako na haja nasi zaidi ya hata sadaka zetu. Ukweli ni je, tunahusiana aje naye? Wenda tunajiuliza, basi jirani ni nani? Tungependa kuelewa jirani ni nani. Wenda tunaangalia kwamba kule ushago kwenye tunaishi, yule ambaye amejenga pale karibu nasi ndiye jirani. Ndugu yetu, karibu tusaidie kuelewa basi jirani ni nani, ndio tupate kuelewa, tuweze kuweka wima, tuweze kuwa sawa kulingana na matakwa ya Mungu. Wasikilizaji, hiyo swali inasumbua watu wengi sana, na tunaona kwa mfano siku ya Alhamisi Yesu mwenyewe alikuja kaulizwa na mwanasheria. Yesu aliulizwa na mwanasheria. Kwanza alikuwa mwanasheria, alikuwa na maswali mawili. Hata sisi tunakuwa na maswali katika hii vita kuu. Kunao saa zingine unashindwa nimtendee nani mema na nisimtendee nani mema. Kwa hivyo tutaona, lakini wacha turudi kwanza kwa mfano wa Msamaria. Hii hadithi ya Wasamaria walikuwa ni watu gani? Ukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili, unaona Mungu mwenyewe alifanya Wasamaria. Samaria is a place, ni sehemu ambao ni kijiji ambao iko Yerusalemu, iko in Israel. So Samaria is a town. Na unaona kwa sababu ya matendo mbaya ya wana wa Israeli, Mungu aliwaruhusu. Second Kings, Wafalme wa Pili, ukiangalia 17, Second Kings 17, ukiangalia 17, wanasema kwanza tuangalie verse 6. Second Kings 17 verse 6. Unaona wanasema kwa Kizungu, tutasomea kwa Kiswahili. Kizungu anasema, in the 9th year of Hosea the king of Assyria captured Samaria. Second Kings chapter 17 verse 6. Captured Samaria and departed the Israelites to Assyria. He settled them in Hala, ukaangalia hivyo, nayo between the towns of Medes. Hebu sema kwa Kiswahili nasemaje? Nasema hivi, katika mwaka wa 9 wa Hosea, huyo mfalme wa Ashuru akautoa Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Hara na Habori karibu na mto wa Gozani na katika mji wa Omendi. So naona Israeli iligawanyika mara mbili wakati wa Solomoni. Yeye alikuja kwa sababu hakuwa ameashiria vizuri kufata sheria ya Mungu. Ikagawanyika mara mbili. Tukapata Juda, Israel na Juda. Kwa hivyo unapata sehemu ambao ni Northern Kingdom ilikuwa the Kingdom of Israel. Na ndio naona huku chini kulikuwa na Juda ambao tauni yake kuu ama jiji kuu ilikuwa Yerusalemu. Kwa hivyo juu wale wa Israeli walikuwa wanashiriki Samaria ni kama jiji kuu. Kwa hivyo unapata baada ya kufanya dhambi Mungu akawachukua. Hebu tusomee 17 verse 24. Endelea tu. Uangalie ni nini, anzia 23. Nini ilifanyika hapo? 23 inasema hata Bwana akawaondoa Waisraeli wasiwe mbele zake, kama vile alivyosema kwa kinywa cha
watumizi wake wote manabii. Basi Waisraeli walichukuliwa mateka kutoka nchi yao wenyewe waende nchi ya Ashuru hata leo. Sasa sikiza, wakatolewa. Nasema why the question who is my brother? Wanaisraeli walikuwa wanachukia sana watu ambao waliletwa baada ya kutolewa kupelekwa Ashuria ama Asiria wenyewe. Angalia 24, wengine wafalme wa Ashuria wakatoa watu wa huko wakawaleta Samaria. Imagine wakanyang'anya Waisraeli sehemu yao ya urithi. Kwa hivyo kulikuwa na chuki ya ndani. Ndio tunaulizwa kwa hii sehemu, who is your neighbor? Jirani yako ni nani? Na ndio Yesu anapeana mfano wa Msamaria, kwa sababu Waisraeli walikuwa wanachukia hawa watu. Wengi walioana. Hebu 24 inasemaje? 24 inasema naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kudha na Afa na Hamani na Sefari-Faumu akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli. Kwa hivyo kwa ufupi tunasema Wanaisraeli walichukia sana wale watu walikuja kuishi Samaria, kwa sababu walikuwa wametoka, ni watu wa nje. Kwa hivyo tunauliza, who is your neighbor? Ni kabila yako, ama is your sex, ama sex mate, labda female gender, huyo ndio jirani, ama ni ule jirani mnaishi naye. Wanaisraeli walikuwa na chuki. Lakini tunaangalia katika Agano la Kale, tutagusia tu juu kitabu cha Exodus, Kutoka, unaona Wanaisraeli hata kabla hawajapelekwa huko walikuwa sana wanadhamini kusaidia wanyama. Ukiangalia Exodus 23:4 and 5, kwa hivyo walikuwa wanadhamini sana kusaidia wanyama kuliko kusaidia binadamu wenzao. Wanaambiwaje? 23 Kutoka 4 mpaka 5. Zingine tutajisomea sikizaji na 4. Nasema ukimuona ng'ombe wa adui wako au punda wake amepotea, sharti umrudishie mwenyewe tena. Hebu endelea. Ukimuona punda wake huyo akuchukiae hali ameanguka chini ya misigo wake, naye ungejisuia usimsaidie, lazima umsaidie. Sasa unaona Wanaisraeli hata hao wenyewe baina yao wenyewe, sio sasa wa Samaria, walikuwa nachukiana. Unaona mpaka anasaidia hata Abiden, wanasema the beast, wanaweza saidia wanyama kuliko. Na ndipo vitabu vingine ambao mtasoma, kwa wale watasoma, inaitwa Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati 10. Hebu mnaweza andika 10, 17 mpaka 19, Walawi. Kwa hivyo tunaambiwa adui walikuwa, hata sasa wako, na shetani anakuweka mpaka unasikia mwenzako ni adui. Kwa hivyo saa zingine ni rahisi usimsaidie, lakini hata hapa walikuwa naambiwa hata kama ni mnyama msaidie. Ayubu pia alikuja anapeana hadithi ya adui. Unaona, alikuja anaambiwa if a stranger comes help. Kwa hivyo hata Ayubu, ukisoma Ayubu 31:32. Abrahamu mwenyewe alikuwa mkarimu kwa wageni. Abrahamu, Genesis 19:2. Nyakati ya Sodom na Gomora, akaambia watu walikuwa wanapita, kujeni tu, akawapa chakula. Kwa hivyo tunaona jirani ni mtu ambaye anahitaji, Kwa hivyo sasa sisi tunaambiwaje katika Agano Jipya? Ndio tunaambiwa Yesu mwenyewe akaulizwa na huyu mwanasheria. Huyu mwanasheria alitaka kujua, na ndipo Yesu anamwambia go and do the same. Yesu alimwambia nenda ukafanye. Akamuuliza who is your neighbor? Kwanza aliuliza sheria kuu ni gani? Kuna maswali mawili. Sheria kuu ni gani? Ukiangalia Luka 10:25 mpaka 37. Lakini mimi naipenda kuiweka katika kitabu ya Mathayo. Mathayo ameiweka vizuri. Mathayo, the book of Matthew, who is the greatest in the kingdom of God. Kwa hivyo ukiangalia kitabu ya Mathayo 25:34 ikiendelea mpaka 36. Huyu mwanasheria alitaka kujua, anauliza who is the greatest. Ndipo tukaambiwa Yesu akamwambia, yeye akasema mkuu katika ufalme wa Mungu ni gani? Hebu tusomee hapo 25:34. Ndipo mfalme atawaambia wale walioko upande wake wa kuume, njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, mridhini mfalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Okay, hiyo labda ni vile nimewekea mwisho, hiyo ingekuja baadaye, lakini sawa.
Yaani hata huyu mfalme, hii ni hadithi nyingine, mfalme saa urithi wa mbinguni, Yesu mwenyewe anajaribu kuambia mfalme, atamwambia kujeni huku. Kwa hivyo tenda mema, tunaambiwa tendea mema vile ndugu zangu walisema. Wakati wa ugonjwa ulimsaidia, kama ni njaa ulinitibu. Lakini kwa kumalizia, hiyo ni 35 ambayo inasema kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkanitunza, nami nilikuwa kifungoni mkaja kunitembelea. Kwa hivyo hiyo swali ilikuwa who is my neighbor? Mtu mwenye haja. Hata nyakati ya kitambo sio ng'ombe tu, lakini unaona jirani ambaye anahitaji is your neighbor huyo. Lakini sasa baada ya kumuuliza, the greatest commandment is love your neighbor, love God as you love your neighbor. Akauliza ya swali ya pili, naye jirani yangu ni nani? Ya kwanza aliuliza who is my, what is the greatest commandment? Naye akajibu, Yesu akamwambia you have answered it well. Kwa hivyo saa zingine si ati watu wajui, watu wanajua la kufanya lakini wanasita sita. Ndio Yesu anamwambia go and do the same. Ukiona huyu jirani yako, do the same to him, na yeye atakufanyia hivyo. Kwa hivyo mwisho akauliza who is the neighbor. Waisraeli walikuwa na shida. Kwa hivyo Yesu mwenyewe anajaribu kusema neighbor is anybody who is in need. Who is your neighbor? Ukiangalia the good Samaritan. Kwa hivyo huyu Msamaria alikuja akaona nani? Ya kwanza kulikuwa na nani? Saa zile Msamaria alikuwa anatoka wapi? Huyu ambaye aligongwa. Si mtu aligongwa katika hiyo safari ya kutoka Yerusalemu akienda Yeriko, si ndivyo? Haya. Sasa vile alikuwa ameanguka pale, kukakuwa na watu watatu. Wa kwanza alikuwa the priest, alafu Mlawi, alafu wa mwisho Msamaria. Kwa hivyo tusidharau wengine ati ni wa Samaria. Let us do good. Tukimaliza ni kitabu cha 2 Timothy. 2 Timothy tunamalizia. Do good, 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 8. Kwa hivyo usianze kujiuliza who is my neighbor, ati my neighbor ni kabila yangu nini na hebu malizia hapo. 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 8. Alafu tumalizia hapo. Kwa maana mimi sasa ni tayari kumiminiwa kama sadaka ya kinywaji, nayo saa yangu ya kuondoka imetimia. Nimevipiga vita vizuri. Mashindano nimeyamaliza. Imani nimeilinda. Sasa nimewekewa taji ya haki ambao Bwana mwamuzi wa haki atanitunukia siku ile. Wala si mimi tu, bali pia wote ambao wamengoja kwa sauku kudhihirishwa kwake. Amina. Hiyo ndio ombi yetu. Tuendelee tufanye kazi ya Mungu na Mungu atatupatia taji. Amina. Nashukuru sana watazamaji, wasikilizaji, naamini ya kwamba tumejifunza sana. Kwa ajili ya muda tapea ndugu yangu Collins aseme neno moja tu kwa sekunde 3. Ndugu Runana, dada yetu, akisha baadaye tunafanya ombi la mwisho kwa sekunde 2. Asante sana. Nimevutwa sana na maneno ambao Kristo anasema. Kukweli Mungu anapenda haki. Na kuna mahali anaulizia nyinyi ambao ni waovu, mnajua mazuri ambao mnaweza pea watoto wenu. Baba yenu anaye anaishi mbinguni, mnafikiria yeye anaweza wapea kiwango gani? Tukifanya haki, kwa hakika tutaurithi ufalme. Asante. Katika sehemu ambayo ningetaja kidogo imenifuta sana ni kuhusu jirani ni nani. Na huyu jirani saa zingine huwa tuko na neighbor zetu ambao huwa wanaangamia. Na tunapata hatuwezi kuwasaidia ama kuangalia maslahi yao. Kwa sababu tunajua majirani yetu ni wale ambao tumesaliwa pamoja ama ni wale marafiki wetu wa kidamu.
Na tunaposunguka tumepewa ama tumefundishwa ya kwamba leo jirani ni yule ambaye anahitaji, na kila mpango ambao Mungu anapanga ukutane na huyo mtu anahitaji, hakika ndio jirani yako, msaidie utakapoweza. Amen. Nami ningependa kuongezea siku ya Jumatatu mambo ambayo ilinigusa, ya kwamba Mungu hapendi unyanyasaji. Wewe ni mama, unaishi na mjane, unaishi na yatima kwako, lakini unamnyanyasa. Jinsi ambavyo unavyo treat your own children, si jinsi ambavyo unavyo mshughulikia huyu yatima. Nataka ya kukukumbusha ya kwamba Mungu wetu anachukia unyanyasaji na imetambulika kama dhambi kuu. So sisi kama Wakristo tuweze kuiweka makini na tukumbuke ya kwamba hata zile wakati wa wana wa Israeli walipoambiwa wakose wasiwanyanyase mayatima na wajane na wakaufanya moyo wao kuwa ngumu, ghadhabu ya Mungu iliweza kuwaangamia. Asanteni. Nashukuru sana watazamaji kwa ule muda ambao tumekuwa kwa pamoja. Naamini ya kwamba tumeweza kujifunza na bado tunaendelea kujifunza. Hebu chukua muda wako uweze kupitia katika hili somo la uchambuzi wa Biblia ili uweze kuingia kwa undani, upate kuelewa, je, ni ipi ambayo Mungu anatufunza. Mungu anajaribu kuonyesha kwamba tuko na usawa kwa hali yetu ya wanadamu. Kwa hivyo tunahitaji kuonyesha usawa, tutende kile ambacho tungependa na sisi tuweze kutendewa, na kwa pamoja tutaendelea kueneza upendo wa Bwana, na Mungu wetu azidi kutubariki. Dada Roslyn, naomba uombe. Tuweze kuamini, tupate ombi. Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa kuwa tumeweza kujifunza upendo na umetuelezea kwamba ndio amri kuu katika yote. Tunaomba ya kwamba uweze kutufunza kupendana na tuweze kuyashikilia maadili yako na utuelekeze katika njia ambayo inawafaa. Na hata watazamaji ambao wameweza kutusikiliza, tunaomba ya kwamba Baba uweze kuwafungua roho, wafanye wakuwe wepesi na waweze kuyatia haya katika maisha yao ya kila siku. Tunaomba ya kwamba neema yako iweze kuwa nasi katika siku hii na hata siku zifuatayo, kwani tumeomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Nashukuru sana. Mungu akitujalia tupate nafasi ya kuweza kujifunza tena Sabato